Iran imeshutumiwa kufanya shambulio jipya dhidi ya meli ya mizigo iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Singapore wakati ikipita katika mlango wa Hormuz, tukio ambalo limezua hofu mpya kuhusu usalama wa mojawapo wa njia muhimu zaidi za biashara ya kimataifa. Shambulio hilo limekuja wakati juhudi za kurejesha usafiri wa kawaida katika eneo hilo zikiwa zimeanza kuonyesha mafanikio baada ya kipindi cha mvutano mkubwa wa kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa maafisa wa Marekani, jana Alhamisi, meli hiyo ilikuwa ikisafiri kupitia njia mpya ya usafirishaji iliyoundwa kwa ushirikiano wa Umoja wa Mataifa kupitia shirika la kimataifa la usafiri wa baharini IMO pamoja na Oman. Njia hiyo iliundwa ili kuruhusu meli za kibiashara kuvuka mlango wa Hormuz kwa usalama zaidi baada ya miezi ya tahadhari na mashambulizi yaliyosababisha baadhi ya kampuni za usafirishaji kubadili njia zao. Maafisa hao walisema meli hiyo ilishambuliwa na ndege isiyo na rubani inayodaiwa kurushwa na Iran. Shambulio hilo lilisababisha uharibifu katika daraja la kuiongozea meli, lakini halikusababisha majeruhi miongoni mwa wafanyakazi waliokuwa ndani ya chombo hicho. Wakati huo huo, shirika la Uingereza la ufuatiliaji wa usalama wa baharini lilisema meli hiyo iliripoti kupigwa na kombora au kifaa kingine cha kurushwa katika upande wa kulia ikiwa umbali takriban maili 7.5 za baharini kusini mashariki mwa bandari ya Dahit nchini Oman. Baada ya tukio hilo, meli iliendelea kufuatiliwa huku mamlaka za baharini zikichunguza mazingira ya shambulio hilo. Shambulio hilo lilitokea saa chache baada ya Iran kutoa onyo kali kwa meli zote zinazopita katika mlango wa Hormuz. Vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC vilitangaza kuwa njia salama pekee za kupita ni zile zilizoainishwa na Teherani, vikisisitiza kwamba meli zitakazotumia njia nyingine zinaweza kuchukuliwa hatua kwa kuwa hazitakuwa zimefuata maelekezo yaliyowekwa na Iran. Kauli hiyo imeongeza hofu kwamba Iran inaweza kuanza kutekeleza udhibiti mkali zaidi katika mlango wa Hormuz, eneo ambalo lina umuhimu mkubwa kwa biashara ya kimataifa. Takriban 20% ya mafuta yanayosafirishwa duniani hupitia katika mlango huo, hivyo tukio lolote la kijeshi linaweza kuathiri moja kwa moja usambazaji wa mafuta na bidhaa nyingine katika masoko ya dunia. Shambulio hilo pia limeweka mashakani mafanikio ya njia mpya ya usafirishaji iliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Njia hiyo ilikuwa imekusudiwa kuwapa waendeshaji wa meli uhakika wa usalama na kuhimiza kurejea kwa shughuli za kawaida za usafirishaji katika eneo hilo baada ya kipindi kirefu cha migogoro. Wachambuzi wa masuala ya usalama wa baharini wanaonya kuwa ikiwa mashambulizi kama hayo yataendelea, kampuni nyingi za usafirishaji zinaweza kusitisha tena safari kupitia mlango wa Hormuz na kuongeza gharama ya bima kwa meli zao. Hali hiyo inaweza kuongeza gharama za usafirishaji wa bidhaa duniani na kuchangia kupanda kwa bei za mafuta katika masoko ya kimataifa. Hadi sasa Iran hajatoa tamko rasmi la kukubali au kukanusha kuhusika moja kwa moja kwa shambulio hilo. Hata hivyo, tukio hili limeongeza mvutano katika Ghuba ya Uajemi na kuibua hofu mpya kwamba hali ya usalama katika njia hiyo muhimu ya biashara duniani inaweza kuzorota tena ikiwa hakutakuwa na suluhisho la kidiplomasia. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.